Assalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Na mimi ni Miss Mariam. Na leo nataka kuwasimulia hadithi nzuri kabisa. Hadithi yetu ya leo inahusu muuzaji nyama. Siku moja paliondokea mama. Yule mama alikuwa anatarajia wageni. Akasema mimi hawa wageni wangu leo nataka niwafurahishe, niwapikie nyama ya kuku. Lakini muda ulikuwa umeisha. Muda wa kufungua maduka ushakaribia. Akasema acha mimi nikimbie mpaka kwenye buchari. Kuna buchari yenye naijua iko hapa karibu, ngoja niende. Akaenda, akafika na akapata kweli yule mwenye buchari anatayarisha kufunga duka lake la nyama. Akaambia yule mwenye nyama, mimi nataka nyama ya kuku. Yule mwenye nyama akamwambia, sawa, nyama ya kuku iko, lakini akifungua friji akaona kuku alobaki ni mmoja peke yake. Akamtoa yule kuku, akampima, akamwambia kuku ni 1.5 kilo. Yule mama akamwambia huna mwingine? Yule mwenye buchari akafikiria, akasema bwana, mwenye kuku ni huyu mmoja, ngoja nimdanganye. Akajifanya kama afungua friji, akamrudisha yule kuku, akatoa kuku huyo. Si kuku alikuwa amebaki mmoja, akajifanya kama ametoa kuku mwingine. Akamtoa yule kuku, akampima. Kumpima lakini sasa ndo ijulikane kwamba kuku mwingine, akaweka mkono juu. Kuweka mkono juu ikasoma kwamba yule kuku ni 2 kilo. Akamwambia basi huyu kuku ni 2 kilo. Yule mama akamwambia basi nifungie wote wawili maana yake nina wageni na ni wengi. Yule mwenye buchari akashangaa, akasema mimi sasa nitafanyaje? Sina kuku mwingine, sina nyama nyingine, sijui hata nitamwambia nini huyu mama. Akafikiria, akaanza kufungua friji, ajifanya atafuta huyo kuku wa pili wa 1.5 kilo, kumbe hana. Kuku ndo huyo mmoja. Yuko hapo ndani ya friji, ahangaika, hajui atamwambia nini yule mama. Mpaka mwisho akasema tuacha tu mwambie ukweli, maana yake ni hii tamaa yangu ndio imenifanya nitake kuuza huyu kuku mmoja lakini kwa kilo tofauti. Akamwambia tu yule mama, samahani mama, nisamehe. Mimi kuku ni huyu mmoja, pale amesoma 2 kilo kwa sababu nimemgusa tu kidogo ndio ile mizani ipate uzito. Yule mama akamwambia kwa hivyo ulikuwa unataka uniibie. Sasa tamaa yako ndio imekuponza leo. Mimi sinunui kuku kwako, naenda zangu kununua kuku kwingine. Yule mama akatoka, akaenda zake. Bahati nzuri akapata mbele duka la nyama lingine liko wazi. Akanunua nyama yake ya kuku yenye itatoshea wageni wake na akaenda nyumbani kupika. Yule mwenye buchari kwa tamaa yake alikosa mteja, maana yake yule mama alikuwa ni mteja wake mzuri. Alikosa mteja na hiyo siku hakupata pesa ya huyo kuku. Kuku alibaki kwenye friji mpaka siku ya pili yake ndo akaenda akamuuza. Kwa hivyo watoto wazuri, tuwe wa kweli, tusiwe na tamaa. Tukiwa wa kweli, vitu vyetu vitaenda vizuri na tutakosa watu wa maana kwenye maisha yetu. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Maasalam.